Kila siku mahali fulani nchini Tanzania, maisha ya mtu yako hatarini. Mama anayejifungua, mtoto anayepambana na upungufu mkubwa wa damu, mtu aliyejeruhiwa katika ajali. Kwao kuna kitu kimoja kinachoweza kuokoa maisha: damu. Damu haitengenezwi kiwandani, haibuniwi, bali hutolewa na mtu mwenye moyo wa kujitoa. Hii ni hadithi ya safari hiyo, kutoka kwenye mkono wa mchangia damu hadi mapigo ya moyo wa mgonjwa. Mpango wa Taifa wa Damu Salama ulianzishwa kuhakikisha damu salama ya kutosha na inayopatikana kwa wakati inawafikia wananchi wanaoihitaji. Kuanzia hatua za mwanzo za ukusanyaji wa damu kupitia uchunguzi wa maabara, uhifadhi na usambazaji, kila hatua imejengwa kwa lengo moja: kuokoa maisha. Kupitia ushirikiano wa wananchi na wadau wa serikali, mfumo huu umeendelea kuimarika na kuokoa maelfu ya maisha kila mwaka. Kila safari huanza na shujaa, mchangia damu wa hiari. Kabla ya kuchangia damu, afya ya mchangiaji hupimwa ili kuhakikisha yeye ni salama na damu yake ni salama kwa mgonjwa. Nachangia damu mara kwa mara kwa sababu najua watu wengi wana uhitaji wa damu, hasa wamama wajawazito na watu wanaopata ajali. Zipo faida mbalimbali za kuchangia damu, zikiwamo kuokoa maisha ya wakina mama wakati wa kujifungua, lakini pia kuokoa maisha ya wanaokumbwa na ajali. Damu ni muhimu kuchangiwa kwa sababu wakati mwingi damu huwa inahitajika kwa dharura. Hivyo inapokuwepo damu ya akiba, ni rahisi kuokoa maisha kwa sababu ya uharaka wa uhitaji wa damu. Hapo mwanzo nilikuwa na hofu kwa sababu nilijua katika swala la uchangiaji wa damu nitapata madhara, lakini baada ya kupata elimu nikagundua kwamba uchangiaji wa damu ni salama kwa sababu unaweza kusaidia maisha ya watu. Kwa mfano, watu waliopata ajali na wamama wajawazito. Hatuna viwanda vya kutengeneza damu. Viwanda ni mili yetu wenyewe. Upatikanaji wa damu salama hauanzii hospitalini pekee, unaanzia kwenye uelewa wa jamii. Ndio maana Wizara ya Afya inaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kuchangia damu kwa hiari na mara kwa mara. Tunashirikiana na shule, vyuo, taasisi za dini, sehemu za kazi, vyombo vya habari na wadau mbalimbali kujenga utamaduni wa uchangiaji damu nchini. Kila mchangia damu ni shujaa wa maisha. Elimu huleta uelewa, uelewa huleta hatua, na hatua huokoa maisha. Kazi yetu kubwa ni kuhamasisha jamii iweze kuchangia damu. Jamii ikielimika na ikaelewa, tutakuwa na damu ya kutosha. Lengo kuu ni mgonjwa akifika hospitalini aikute damu, sio mgonjwa anafika hospitalini tunaanza kutafuta damu. Zoezi la uchangiaji wa damu ni thawabu kwa Mwenyezi Mungu, ni sadaka, lakini ni zoezi la kizalendo. Katika kuimarisha upatikanaji wa damu salama nchini, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika Mpango wa Taifa wa Damu Salama. Uwekezaji huu umehusisha ujenzi na uboreshaji wa miundombinu, ununuzi wa vifaa vya kisasa vya maabara, mifumo ya uhifadhi wa damu, pamoja na teknolojia za uchunguzi na usambazaji wa damu salama nchini. Leo, Mpango wa Taifa wa Damu Salama unaendelea kuimarisha uwezo wa kukusanya, kuchunguza, kuchakata, kuhifadhi na kusambaza damu kwa kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa vya ubora na usalama. Kupitia mifumo hii, kila mfuko wa damu hupitia hatua mbalimbali za uhakiki na udhibiti wa ubora ili kuhakikisha damu inayomfikia mgonjwa ni salama,
na inakidhi viwango vinavyotakiwa. Uwekezaji katika teknolojia na miundombinu umeongeza uwezo wa Mpango wa Taifa wa Damu Salama kuwafikia wananchi wengi zaidi na kuhakikisha damu salama inapatikana kwa wakati pale inapohitajika kuokoa maisha. Tunaenda sambamba na ukuaji wa teknolojia. Kwa hiyo kwa sasa hivi Mpango wa Taifa wa Damu Salama umeanzisha huduma nyingine ya uchangiaji wa damu wa mazao ya damu kwa njia ya mashine za apheresis. Kwa hiyo tunapozungumzia ukuaji wa teknolojia na huduma za kibobevu zilizosogezwa kwenye hospitali zetu, wachangiaji damu wetu wameweza kuwa wanachangia mazao ya damu moja kwa moja kwa kutumia mashine za apheresis ambazo zipo kwenye vituo vya kanda. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza kutoa huduma ya mazao ya damu moja kwa moja kutoka kwa mchangiaji kwenda kwa mgonjwa ili kuweza kukidhi viwango vya ubora na usalama wa damu ambayo inachangiwa. Baada ya kukusanywa, damu huwekwa alama maalum, husafirishwa katika mazingira salama na yanayodhibitiwa. Kila hatua inalenga kuhifadhi ubora wa damu hadi ifike maabara kwa uchunguzi zaidi. Usalama wa damu unaanzia maabara. Damu zote ambazo zinapimwa katika maabara hii zinapimwa katika mashine ambazo ni za kisasa zaidi ambazo zimefungiwa katika maabara hii na zinasababisha tunaweza kupata majibu kwa muda mfupi na majibu yaliyo bora zaidi. Lakini pia na damu ambayo inaenda kumfikia mgonjwa wetu ni salama zaidi. Kabla ya damu kutumika kwa mgonjwa, lazima ipitie vipimo vya kina: VVU, homa ya ini B, homa ya ini C, kaswende. Pia hufanywa uchunguzi wa makundi ya damu na ulinganifu. Ni damu salama pekee ndiyo huruhusiwa kutumika. Damu hugawanywa katika sehemu mbalimbali kulingana na mahitaji ya wagonjwa: seli nyekundu, plasma na chembe. Sahani huhifadhiwa katika mazingira maalum ili kuhakikisha ubora wake unabaki salama hadi itakapohitajika. Hospitali zinapohitaji damu, mfumo huanza kufanya kazi kutoka maabara kupitia maghala ya damu hadi hospitalini. Safari ya damu inaendelea, safari ya matumaini. Mwisho wa safari hii kuna maisha yaliyookolewa, kuna familia iliyorejeshewa matumaini, kuna mtoto aliyepata nafasi ya kuendelea kuishi. Nyuma ya kila mfuko wa damu kuna nafasi ya pili ya maisha. Mama yangu alikuwa anaumwa sana na alikuwa dhaifu na hata wakati mwingine alikuwa anashindwa kuongea. Madaktari walimpatia damu salama kutoka kwa wachangia damu na baadaye kupata nguvu tena. Kwa kweli nafurahi kumwona mama yangu anaendelea vizuri na kutabasamu na sasa hivi anaweza kuzungumza nasi. Asanteni sana wachangia damu wote kwa kuokoa maisha ya mama yangu, na mimi sasa naenda kuwa mchangia damu kwa kuokoa maisha ya wengine. Safari ya damu haimaliziki maabara, haimaliziki kwenye jokofu la kuhifadhia damu, haimaliziki kwenye gari linalosafirisha damu. Safari hii hukamilika pale damu inapofika kwa mgonjwa anayehitaji kuokolewa. Kupitia uwekezaji unaoendelea katika Mpango wa Taifa wa Damu Salama, serikali inaendelea kuimarisha ukusanyaji, uchunguzi, uhifadhi na usambazaji wa damu ili kuhakikisha wananchi wanaohitaji huduma hii wanaipata kwa wakati. Lakini mafanikio ya mfumo huu yanategemea ushiriki wa wananchi. Kwa mchangia damu wa hiari ni sehemu ya kuokoa maisha ya Mtanzania mwingine. Katika kusogeza huduma hizi muhimu karibu zaidi na wananchi, serikali imeendelea kuwekeza katika ujenzi na uimarishaji wa vituo vya damu salama nchini katika kila mkoa na vituo vya kukusanyia damu, sambamba na kuweka mashine na vifaa vya kisasa vya kupima, kusindika na kuhifadhi damu. Hatua hizi zinaongeza ufanisi, kupunguza muda wa upatikanaji wa damu na kuhakikisha huduma hizi zinawafikia wananchi kwa haraka na kwa ubora unaotakikana. Napenda kutumia fursa hii kuwaalika wananchi wote wenye miaka 18
mpaka miaka 65 na wale wenye afya njema kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kampeni hii muhimu. Kuchangia damu ni kitendo cha ujasiri, ni kitendo cha upendo na kitendo cha uzalendo. Ni njia moja kwa moja kuokoa maisha ya mtu mwingine ambaye huenda humfahamu, lakini ambaye uhai wake unategemea uamuzi wako wa siku hii ya leo. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, mahitaji ya damu nchini yanakadiriwa kuwa ni chupa za damu takriban 648,000 kwa mwaka, ikiwa ni sawa na chupa 54,000 kila mwezi. Kwa mwaka 2025, Tanzania tumeweza kukusanya chupa za damu salama 5,512,000 ambayo ni sawasawa na 71% ya mahitaji ya damu nchini. Kwa kuwa wagonjwa wote wanaohitaji damu wanatakiwa kupatiwa mkusanyiko wa damu, hatuna budi kuhakikisha kwamba tumeongeza jitihada kufikia 100% ambayo kwa sasa bado hatujaifikia. Kwa kuwa kiasi kilichokusanywa bado hakiwezi kukidhi mahitaji, ninawaomba na kuwasihi Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kujitolea kuchangia damu kwa hiari ili kufanikisha uwepo wa damu salama ya kutosha nchini. Kwa pamoja tunaweza kuhakikisha kuwa hakuna maisha yanayopotea kwa sababu ya ukosefu wa damu. Twende tukachangie damu, twende tukaokoe maisha, twende tukajenge taifa lenye afya, taifa lenye mshikamano na taifa lililojengwa kwa matumaini makubwa. Damu ni uhai. Changia damu, okoa maisha. Huenda usiwahi kumfahamu mtu aliyepokea damu yako, huenda usiwahi kumwona, lakini kwa kitendo chako cha kuchangia damu, mama atarudi nyumbani salama, mtoto atapata nafasi ya kuendelea kuishi, mgonjwa atapata tumaini jipya, na familia itapata sababu ya kutabasamu tena. Damu ni uhai. Changia damu, okoa maisha.